Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kuwa hakutakuwa na vita tena iwapo nchi za magharibi wataiheshimu Urusi. Rais huyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari amewaambia kwamba ikiwa nchi za magharibi zitaiheshimu Urusi, hakutatokea vita vyovyote. Urusi ipo kwa ajili ya amani ya ulimwengu. Rais Putin amesema hakutakuwa na vita tena baada ya hii inayoendelea sasa Ukraine iwapo Urusi itaheshimiwa na nchi za magharibi. Putin amepuuza pia madai kwamba Moscow inapanga kushambulia nchi za Ulaya, akiyaita madai hayo kuwa ni ya kipuuzi, akisema zaidi kwamba Urusi inaheshimu amani ya ulimwengu na kamwe haihitaji kuona kuvunjika kwa amani kukiwa kunaendelea. Hakutakuwa na operesheni zozote ikiwa mtatuheshimu, ikiwa mtaheshimu maslahi yetu kama ambavyo sisi tumekuwa tukijaribu kuheshimu yenu, alisisitiza katika tukio lililorushwa moja kwa moja na kudumu kwa takribani saa 4:30 alipokuwa akiulizwa maswali na waandishi wa habari kama kungekuwa na vita ama operesheni maalum nyingine ambayo ameipanga. Mapema mwezi huu Putin alisema Urusi haina mpango wa kuingia vitani na nchi za Ulaya, lakini iko tayari hivi sasa iwapo nchi za magharibi zitataka. Akijibu swali kutoka kwa waandishi wa habari, Putin aliongeza sharti kwamba hakutakuwa na uvamizi mwingine wa Urusi ikiwa hamtatudanganya kama mlivyotudanganya kwa upanuzi wa NATO kuelekea mashariki. Kwa muda mrefu amekuwa akishutumu NATO kwa kukiuka kile anachodai kuwa ni ahadi ya mwaka 1990 kutoka kwa nchi za magharibi kwa aliyekuwa kiongozi wa Umoja wa Usovieti Mikhail Gorbachev kabla ya kusambaratika kwa umoja huo. Gorbachev baadaye alikanusha kwamba kauli hiyo iliwahi kutolewa. Putin alikuwa akijibu maswali yakiwemo kutoka kwa wananchi wa kawaida na waandishi wa habari kutoka kote Urusi katika ukumbi mmoja mjini Moscow, huku Putin akiwa ameketi chini ya ramani kubwa ya Urusi iliyojumuisha maeneo inayoyakalia nchini Ukraine ikiwemo Crimea ambayo Urusi iliteka tangu mwaka 2014. Televisheni ya taifa ya Urusi ilidai kuwa zaidi ya maswali milioni 3 yalikuwa yamewasilishwa. Saa chache tu baada ya tukio hilo la televisheni, maafisa wa Ukraine walisema watu 7 waliuawa na wengine 15 kujeruhiwa katika shambulio la kombora la Urusi katika eneo la kusini la Odessa nchini Ukraine. Hata hivyo, Rais Putin amesema kwamba kamwe hataamua kufanya mashambulizi ikiwa mataifa hayo ya magharibi yataonyesha heshima dhidi ya Warusi. Urusi ni nchi inayohitaji heshima na haitokubali kuwa ikidharauliwa na taifa lolote, na kwamba ipo tayari kuingia vitani kwa yeyote ambaye anataka vita, Rais Putin alieleza. Mtazamaji wa The World News, hiyo ni sehemu ya maswali na majibu katika mkutano wa waandishi wa habari na Rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na wananchi wa Urusi. Endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza ni nini ambacho kinajiri ulimwenguni kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu nini kinatokea katika ulimwengu kupitia The World News.